Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tukiwa tunafanya sherehe ya Alhamisi Kuu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8 na ile aya ya 14 ile aya ya 11 hadi ya 14. Somo letu la pili linatoka katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya 23 hadi ya 26. Na somo letu la injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya kwanza hadi ya 15. Na wazo kuu katika siku hii ni alitupenda upeo. Ndugu zangu katika Kristo, tumeanza rasmi kutafakari siku tatu kuu: siku ya Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na siku ya Jumamosi Kuu. Tunatafakari matendo makuu ambayo Kristo aliyaonyesha kwetu. Siku ya leo, siku ya Alhamisi Kuu, kama kanisa tunakumbuka mambo makuu matatu. Kwanza kabisa, kuweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kristo alituachia mwili wake kama chakula na damu yake kama kinywaji, ambayo tunaadhimisha mara kwa mara katika misa takatifu na kushiriki chakula hicho cha mbingu. Na pia jambo la pili ni wakati Kristo aliweka sakramenti ya daraja takatifu, baada ya kuambia mitume wake, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi, ndipo Kristo aliweka sakramenti ya daraja takatifu. Na kutoka mitume mpaka sasa tunaendeleza kile ambacho Kristo alituachia. Mitume pamoja na waandamizi wake ambao sasa ni mapadre, maaskofu, wote kwa pamoja wanaadhimisha misa takatifu kufanya kile ambacho Kristo alikitenda katika karamu ya mwisho. Na pia Kristo alituachia amri ya mapendo. Alituonyesha upendo wa ajabu. Alitupenda upeo, kitendo cha kukaa pamoja na watu ambao baadaye wanakuja kumsaliti, Yuda Iskarioti, na pamoja na Petro anayekuja kumkana wakati wa mateso. Huo ni upendo wa ajabu ambao Kristo anaonyesha. Lakini upendo mwingine mkubwa zaidi ni ya kujishusha kama Masia, kama mfalme, na kuwaosha miguu mitume kama ilivyoelezwa katika Injili. Katika chakula alishuka, alitoka karamuni, akabadilisha mavazi yake, akaenda kuwanawisha miguu mitume, akiwaambia hii iwe kwenu ishara na muendelee kufanya hivi hivi. Na ndio maana mara nyingi tunapofanya maadhimisho ya misa ya Alhamisi Kuu kunakuwa na utaratibu wa kuosha miguu, mfano wa Kristo alivyofanya kwa mitume wake. Ndugu zangu katika Kristo, tukiangalia katika masomo yetu ya siku ya leo, tukianza na somo la kwanza, tunaona ni jinsi gani Mwenyezi Mungu alivyowapenda wana wa Israeli. Alivyosikia kilio chao wana wa Israeli kule Misri. Na sasa anachofanya ni nini? Na sasa anachokifanya, anakwenda kuwakomboa watu wake. Anaenda kuwavusha kutoka utumwa wa Misri. Anatuma Musa na Aroni kuambia waandae karamu, waandae chakula cha usiku, karamu ya jioni, ishara ya kukombolewa kwao. Na anawapa masharti, watafute kondoo mume ama mbuzi mume, wachinje, na huyo mbuzi ama kondoo awe anatosha kulingana na idadi ya familia. Kama ni mkubwa, basi wawelike familia nyingine waweze kukaa pamoja na kula pamoja, kwa sababu ilikuwa ni Pasaka ya Bwana. Na vile vile damu itakayobakia waweze kuweka katika milango. Tukumbuke ya kwamba hilo ndilo lilikuwa ni pigo la mwisho ambalo Mwenyezi Mungu alilitoa kwa Misri, na baada kuona yote yaliyotokea, basi wakaweza kuachiwa hawa wana wa Israeli, na Mwenyezi Mungu akawaokoa kutoka katika mikono ya Misri.
Na tunaona baada ya hapo wanafanya kama vile Musa na Aroni alivyokuwa wameelekezwa na Mwenyezi Mungu, wakaila ile karamu ya mwisho. Wameweka damu katika vizingiti vya nyumba ili malaika atakapopita usiku akiona hiyo damu basi asiweze kuwagusa wana wa Israeli na kwenda kuonyosha upanga wake kwa wale wa Misri na kuweza kuua kila mtoto wa kwanza, kila mzaliwa wa kwanza, awe wa binadamu, awe wa wanyama, na kuweza kuuawa. Na tunaona kwamba mambo haya yaliweza kutendeka na wana wa Israeli wakaweza kukombolewa. Tunaona moyo wa Farao unakuja unalainika na kuwaruhusu wana wa Israeli kuondoka kwa sababu tu ya lile pigo kubwa ambalo watu wa Misri waliweza kulipata. Katika somo letu la pili, Mtume Paulo anatuonyesha ni namna gani Kristo aliweza kuweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Paulo anatuonyesha katika karamu ya mwisho ambapo Kristo alichukua mkate, akaubariki, akaumega na kuwapa watu, vile vile divai. Lakini Paulo anakwenda mbele zaidi ambapo anasema, maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Na ndiyo hiyo fundisho kuu la kanisa, kwamba sisi tunapofanya misa takatifu tunapata uzima wa milele kwa kula mwili wa Kristo, kwa kunywa damu yake pia. Na manake tunaitangaza mauti yake, kwamba kifo cha Kristo ama kuteseka kwa Kristo ionekane kwamba si ilikuwa ni adhabu, bali ilikuwa ni ushindi, ushindi dhidi ya dhambi, ushindi dhidi ya mwovu shetani, na tuweze kuurithi ule ufalme wa Mungu ambao Kristo mwenyewe alituahidia kwamba atakuja. Na ndio maana Paulo anatuambia kwamba kwa sababu ya upendo mkuu ambao Mwenyezi Mungu ametuonyesha, ametuachia mkate na divai kama mwili wake na kama kinywaji damu yake, tuweze kupata ufalme wa mbingu. Katika somo letu la Injili, Mwinjili Yohane hatuelezi waziwazi juu ya karamu, jinsi gani Kristo alivyotuachia Ekaristi Takatifu. Lakini Yohane anachotueleza ni juu ya upendo ambao Kristo alionyesha wakati wa karamu, wakati wa kila, ambapo anaamua kushuka yeye mwenyewe kutafuta maji na kuwaosha miguu mitume wake. Tazama, ni upendo wa ajabu. Lakini Petro anaona kwamba hili linawezekana vipi, kwamba sisi ambao tuko wadogo ndio tulitakiwa tufanye jambo hili kwa Yesu. Lakini Kristo anamfundisha Petro kwamba si kazi yako, mimi ndio nafanya hili ili muweze kuelewa ni upendo gani nilio nao kwenu. Si swala la mdogo kumtumikia mkubwa, lakini hata mkubwa ana uwezo wa kumtumikia mdogo. Ishara ya Kristo kuwaosha miguu ni kuwatakasa, kuwafanya watu waelewe, mitume wale waelewe kwamba ni nini alichokijia, ni upendo wa namna gani ambao alikuwa nao kwa ajili yao. Alitupenda upeo. Tuweze kutambua hiyo thamani ambayo Mungu anatuonyesha katika maisha yetu. Ndugu zangu katika Kristo, tunajifunza nini katika siku hii ya Alhamisi Kuu? Tutambue ya kwamba Ekaristi Takatifu ni chakula chetu sisi wasafiri. Katika somo la kwanza, Mwenyezi Mungu kwa kuwa tayari alikuwa ameshaandaa mpango wa kuwakomboa watu wake, anawapatia chakula kwanza. Nyama hile, chakula kile ambacho wana wa Israeli walikula pale Misri usiku ule kabla ya kukombolewa kwao, ilikuwa ni kwa ajili ya safari. Walikuwa na safari ya miaka 40 jangwani. Ni kweli wameondolewa katika utumwa wa Misri. Sasa watakuwa njiani wakielekea nchi yao ya ahadi. Na Mwenyezi Mungu anawapatia chakula, wale wanywe waweze kufika salama. Na sisi pia katika maisha yetu, safari yetu ni kwenda mbinguni.
roho zetu zinatamani kujiunga na Mwenyezi Mungu kule mbinguni. Lakini Mwenyezi Mungu, Kristo mwenyewe anatupatia chakula. Mfano wa karamu ile ambayo wana wa Israeli waliandaa kule Misri inakamilishwa na Ekaristi Takatifu, kwa sababu Kristo mwenyewe alijitoa kama chakula kwa ajili ya sisi wasafiri. Anajua roho zetu ziko na njaa sana, zinatamani kushibishwa, na Kristo anajitoa mwenyewe kama chakula, anatulisha, anatunywesha. Tujiulize, je, tunaona thamani ya kupata chakula hicho? Je, kuna vikwazo gani vinavyonifanya mimi na wewe tusipokee Ekaristi Takatifu? Wengi sana, Wakristo wengi ambao wana vikwazo ya kushiriki Ekaristi Takatifu, na bado hawataki kuondoa hivyo vikwazo. Wanaona katika maisha yao ni kitu cha kawaida tu. Bado wanajifunga katika hiyo minyororo. Bado wanaziacha roho zao zio katika njaa. Hawataki kupata chakula cha kiroho. Safari yetu ni kwenda katika nchi ya ahadi, na nchi yetu ya ahadi ni mbinguni. Je, nitafika mbinguni bila kupokea masakramenti, bila kupokea Ekaristi Takatifu? Tuone ni upendo gani ambao Mwenyezi Mungu anatupa, kutupa chakula kwa ajili ya roho zetu, kwa ajili ya safari yetu. Safari ni ndefu, iko na majaribu mengi, lakini kama tukijiweka ndani ya Kristo, tukampokea Kristo, akatulisha, akatunywesha, tutaona thamani kubwa ya upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Jambo la pili, Ekaristi Takatifu inatukinga tusishambuliwe na shetani. Tazama jinsi Mwenyezi Mungu alivyowalinda watu wake pale Misri, kwa kuweka damu katika milango, ili malaika yule atakapopita, malaika wa kifo, asiguse milango ya wana wa Israeli, apite mbali, aende kule kwa Misri. Tunapopokea Ekaristi Takatifu, pia tunashibishwa roho zetu, na si kushibishwa tu, tunapata ulinzi dhidi ya mwovu shetani. Hatutashambuliwa mara kwa mara na shetani kwa sababu tuko na ulinzi. Kristo anajua shetani anahangaika usiku na mchana, na hatuna nguvu ya kumshinda. Tunahitaji nguvu ya Kristo. Tunamhitaji Kristo awepo ndani mwetu. Na tunapoipokea Ekaristi Takatifu, maana yake kwamba Kristo anakuwa ndani mwetu, na shetani sio rahisi kuingia na kutushambulia. Mwinjili Yohane katika sura ya 6, mstari ule wa 54, anatuambia kwamba aulai mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Jiulize, wewe ambaye haupokei Ekaristi Takatifu, je, hautaki uzima wa milele? Kwa nini unaendelea kubaki katika matatizo hayo na kushindwa kushiriki Ekaristi Takatifu? Unaona ni kitu cha kawaida tu. Na Kristo anatuambia, amin amin nawaambia, usipokula mwili wangu na kunywa damu yangu, hauna uzima ndani mwako. Manake Kristo anatupa uzima tunapokula, tunapokunywa damu yake, tunapokula mwili wake. Anakaa ndani mwetu, anatupa nguvu ya kuweza kushinda mabaya mengi. Mara nyingi tunapata mapigano na shetani. Shetani anakuja na tuangusha kirahisi sana. Shetani amekaa katika roho za watu wabaya, wanatuwazia mabaya. Lakini tukiwa na nguvu ya Kristo ndani mwetu, tukiwa na nguvu ya Mwenyezi Mungu inayotulisha, inayotunywesha, shetani hana nafasi. Shetani hana nguvu ya kutuangusha kama tuko na Kristo ndani mwetu. Hana nguvu hiyo, hana uwezo huo. Tuone upendo mkubwa ambao Kristo anatuachia, mwili wake na damu yake. Wakristo wapenzi, tuone pia thamani ya upendo mkubwa Mungu ametupa na kutuonyesha kwa kutukomboa. Tazama, alitupenda upeo. Kama nilivyosema mwanzo, sio kitu rahisi mfalme kuweza
kushuka chini na kuwaosha miguu. Lakini Kristo aliweza kufanya. Ishara ya ukumbusho, ishara ya kuendelea kufanya, kwamba alikuja sio kutumikiwa, bali kutumika ama kuwatumikia watu, ili watu waweze kuelewa ni upendo wa namna gani. Pengine mimi na wewe tukishatambua kwamba kuna maadui zetu, hatupendi hata kukaa nao, hatupendi hata kucheka nao. Tunatamani hata dunia nzima iwachukie kwa sababu tu alinichukia mimi. Tazama, Kristo anatambua kati ya wao mmoja ataenda kumsaliti. Na Kristo anamwambia Petro kwamba ninafanya hivi kwa sababu najua wote hamko safi. Kila mtu ako na magumu yake. Kila mtu ako na dhambi zake. Ndio maana anaamua kuwatakasa kwa kuosha. Anaamua kuwaweka, kuwapa nguvu, kuwatakasa. Ndugu zangu katika Kristo, tunapotafakari upendo huu mkubwa wa Kristo katika maisha yetu, upendo ambao Kristo anatuonyesha, tuone thamani ya Ekaristi Takatifu katika maisha yetu. Tuone hiyo nguvu ambayo Kristo anatuachia katika miili yetu tukiwa ndani ya mwetu. Tusikubali tushambuliwe na shetani wakati Kristo tayari ametuambia, ukiwa na mimi ndani yangu, ndani mwako, anatupa nguvu ya kumshinda shetani. Tusikubali tushambuliwe na shetani kwa sababu tumemkataa kumpokea Kristo. Hatutaki kuondoka katika magumu yanayotufanya tusipokee Ekaristi Takatifu. Kama tatizo ni ndoa, funga ndoa yako, anza kupokea Ekaristi Takatifu. Kama ni magumu ya pengine ni kazi ama hujaungama dhambi muda mrefu, ungama sasa uweze kushiriki na kupokea Ekaristi Takatifu. Tazama, Kristo amejitoa mwenyewe kwa ajili yangu mimi na wewe. Kwa nini tumkatae? Tutazame upendo mkubwa, upendo wa ajabu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia. Tumsifu Yesu Kristo.